Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali ni Simba Sport Club, mnyama kabisa akiendelea kuweza kufanya mawindo yake ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwenye kuzitafuta rekodi zake, lakini sambamba na hayo amekuwa akiendelea kukamilisha sajili zake na kuendelea kuweza kuweka mawindo yake ya rada ili kuweza kupata wachezaji wapya ndani ya kikosi chake. Wanafahamu kwamba kuna majina ya wachezaji takriban 8 ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, kila mmoja nilikueleza kwamba ana sababu zake ambazo majina aliweza kuwekwa bayana tayari huko, kila kitu kishaweza kufanyika. Lakini sasa kama wanaondoka wapya wanaokuja ni kina nani, utakwenda kujua hapa. Miongoni mwao tayari mambo yamekuwa ni mazuri kwa siku ya leo, ambapo utambulisho wake unakwenda kufanyika pale mitaa ya Kariakoo Msimbazi, ambapo utakwenda kushuhudia leo hii klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ikiweza kwenda kumtambulisha nyota wake. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa. Amesaini muda gani na kiasi gani ambacho Simba Sport Club wamekilipa kutoka huko alikotoka, utakwenda kujua yote. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachoendelea ndani ya kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya Simba Sport Club nafahamu kwa muda kabisa imekuwa ikiendelea kuweza kunyatia saini ya baadhi ya wachezaji ambao ni vinara, sio tu katika timu zao, hata katika ligi ambazo wanazotoka. Klabu ya Simba Sport Club haihitaji kuchukua mchezaji ambaye anatokea benchi mara sijui apate nafasi ya kucheza kwenye timu yake. Hapana, wanachohitaji ni kupata mchezaji mwenye azi, mwenye quality. Yani wanataka mchezaji ambaye ana uwezo wa kuitwa timu ya taifa na akafanya jambo, si anaitwa timu ya taifa kwenda kukaa benchi. Sasa inaelezwa kwamba kile kilichokuwa kikiweza kusubiriwa na mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa muda, hatimaye leo hii kimekwenda kukamilika. Nazungumzia juu ya usajili wa nyota kutoka Azam FC ambaye alikuwa akiweza kuindwa na baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika. Hatimaye klabu ya Simba imepata saini yake ndani ya kikosi chao, kwa kile ambacho kinachoelezwa mpaka muda huu. Klabu ya Simba ilikuwa katika mbio si tu msimu huu, hata msimu uliopita juu ya kupata saini ya Feitoto, ambaye mchezaji mwenyewe alikuwa yuko tayari kuweza kujiunga na kikosi cha klabu ya Simba licha ya kwamba alikuwa bado na mkataba wa mwaka mmoja na klabu ya soka ya Azam FC ambao ndio waliokuwa wakiweza kummiliki. Hatimaye inaelezwa kwamba wamekubali kuweza kuachia mali iende kule ambako inastahili kukaa. Inaelezwa kwamba mipango yote imekamilika kwa ajili ya Simba kuinasa saini ya kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum almaarufu Feitoto. Simba imetimiza takwa la kwanza la mchezaji huyo, ikiwa ni ada ya usajili pamoja na mshahara. Palipobaki ni padogo tu. Kwa sasa masharti yaliyobaki ni kuhusu nyumba na gari ambayo mchezaji huyo ametaka mapema ili kufanya maamuzi ya kutua Msimbazi. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa bosi mwenyewe bilionea Mo Dewji ndiye anayechonga ramani nzima ya kiungo huyo fundi kutua Msimbazi. Licha ya kwamba kiungo huyo bado hajasaini, matumaini ya kumnasa ni makubwa, na Simba imepanga kuimalisha ilo mapema, kwani klabu zinazomuinda kama vile Yanga pamoja na Kaizer Chiefs zinafanya jitihada zote kubwa kuhakikisha kwamba nyota huyo anatua ndani ya kikosi chao. Hivyo basi inaelezwa kwamba kiungo huyo ambaye inaelezwa ameridhia kujiunga na klabu ya Simba kwa ofa kubwa kabisa ya shilingi milioni 800 kama ada ya usajili, mshahara wa milioni 50
kwa mwezi, na atapewa nyumba na gari pia. Atapewa bonus kila akifunga goli au kutoa usaidizi wa goli, yani assist. Kwa sasa Simba wanamalizana na Azam. Pia Azam haina shida yoyote kuhusu kumwachia nyota huyo akifuata masharti ya kimkataba. Pamoja na hayo, meneja wa Fei Toto amesema kuwa hakuna kipengele chochote iwapo Fei akiuzwa Tanzania katika klabu ya Simba, Yanga watapewa fungu. Unaona bana, kile kwamba kuna asilimia ambazo klabu ya soka ya Azam watapaswa kwenda kuwalipa klabu ya soka ya Young Africans. Hilo lina ukweli katika yale ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu. Kwa hiyo unakwenda kushuhudia namna gani ambavyo Fei Toto anatua katika kikosi hicho. Lakini taarifa za kueleza kwamba kama Fei Toto anatua ndani ya kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia ya Simba Sport Club, basi kutakuwepo na bato ambayo itapaswa kuweza kuwekwa chini kuweza kumaliza. Unafahamu ya kwamba Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa boli, naye pia anavaa jezi namba 6 sawa na jezi ambayo anavaa Fei Toto. Nadhani Fabrice Luamba Ngoma atakubali kuweza kuvua jezi namba 6 ambayo amekuwa akiendelea kuivaa kwa muda mwingi kuweza kumpatia Fei Toto. Ama Fei Toto kwa mara yake ya kwanza kabisa ataamua kubadilisha jezi na kuweza kupatia timu kumpatia ama kumwachia hapa nazungumzia Fabrice Ngoma. Hilo linakwenda kushuhudiwa kwa sababu tayari inaelezwa kwamba Mo ameshafanya kile ambacho kinachotakiwa ili kuhakikisha kwamba nyota huyo anamalizana naye mapema kabisa kabla Manyamela hawajaingia kazini kuweza kumalizana naye. Wakati tukiweza kuzungumza kuhusiana na dili hilo la Fei Toto, sasa ni rasmi kabisa, klabu ya Azam FC imeamua kukatakata kichaka chote na kuweza kupita na mchezaji kutoka klabu ya Simba. Iwapo tayari Simba wenyewe walikuwa washaweza kutangaza kwamba wako tayari kuweza kuendelea naye, lakini klabu ya Azam imeona kama kuna kitu bado yuko nacho, si mwingine bali ni Tanzania One Aishi Salum Manula. Unafahamu ya kwamba ni miongoni mwa watu ambao pale Simba kuliweza kutokea sintofahamu ambayo mpaka anaondoka haijawekwa wazi nini kilimfanya Aishi Manula kutokupewa nafasi ya kucheza, huku wengine wakisema ya kwamba pengine zile goli 5 za dabi ya Kariakoo ndio chanzo cha yote yale ambayo yalitokea. Sasa inaelezwa katika taarifa ni kwamba klabu ya Azam imekamilisha usajili wa golikipa Aishi Manula akiwa mchezaji huru baada ya mkataba wake kumalizika katika klabu ya Simba mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo Aishi Manula na klabu ya Simba ndio bye bye hivyo. Kwa hiyo anakwenda kutua kule alikotoka. Mwaka 2017 aliondoka pale Azam FC akienda Simba, sasa anarejea kuna klabu ya Azam FC. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.